Habari hii inatokea mkoani Mbeya na ripoti ni mwandishi msomi naitwa Korumba Lebaba. Zikiwa zimebakia siku chache kuelekea Septemba 24 mwaka 2025 ambapo ule mkutano mkubwa wa Injili wa mhubiri wa kimataifa kutoka nchini Kenya Pastor Ezekiel kuanza kutimua vumbi katika mkoa wa Mbeya. Viongozi wa dini, wenyeji wa madhehebu tofauti katika mkoa wa Mbeya na waratibu wa mkutano huo wamefika katika ofisi ya mkuu wa mkoa wa Mbeya na ofisi za mkuu wa wilaya ya Mbeya kutoa taarifa ya maandalizi ya mkutano huo mkubwa ili kupata baraka za serikali. Huku habari njema zaidi ni taarifa ya ujio wa Pastor Ezekiel kwa siku ya kesho katika jiji la Mbeya kwa ajili ya kukagua uwanja wa chuo cha kilimo Uyole unapofanyika mkutano huo. Na hapa ni ndani ya ofisi ya mkuu wa wilaya ya Mbeya, na huyu ni mtoto wa kiroho wa Pastor Ezekiel, nabii utukufu kwa Bwana. Anaeleza namna ambavyo mkutano huo tofauti tu na kuwa na faida za kiroho, lakini ni mkutano wenye faida za kiuchumi. Pastor Ezekiel amechagua mkoa kwa sababu iko karibu na mikoa mingi pia na nchi kama Zambia, Malawi ambako ana washirika wengi. Malawi, Zambia, na hata tunavyozungumza tayari kuna washirika wa Zambia washaanza kubuki hoteli hapa Mbeya. Kuna washirika wa Malawi washabuki hoteli za hapa Mbeya. Kifupi ni kwamba hapa Mbeya kutakuwa na ugeni mkubwa kuliko kipindi kingine chochote. Ugeni kutoka ndani ya Tanzania, lakini ugeni kutoka nje ya Tanzania. Na akiwa hapa sasa Mbeya itakuwa rahisi mikoa ya Sumbawanga, Iringa, Njombe, kwingineko kuweza kufika hapa kama center. Muda mrefu kuna watu wa Mbeya ambao wanaenda Mavueni, Mombasa kufuata huduma ya Pastor Ezekiel. Wengi wamepona, hata nilikutana na mama mmoja alirudishwaga kutoka India, amepona kansa, yuko hapa Mbeya. Kwa hiyo unaposema Pastor Ezekiel anakuja hapa Mbeya, kuna fursa nyingi, neema ya Mungu, lakini kwenu ninyi government kuna fursa nyingi kwamba kipato cha wana Mbeya kitaenda kuinuka. Wafanyabiashara wa mahoteli watapata wateja. Kama sisi tu kama New Life tunachukua hoteli karibu, nilikuwa napewa taarifa leo, zaidi ya watu 500 ambayo hoteli tunachukua sisi kama sisi. Acha wale wageni wa kwetu wanaokuja kufuata hiyo huduma ya Pastor Ezekiel. Kwa unaweza elewa kwamba kama hoteli zinachukuliwa, maana watu wanakula chakula, watu watauza mafuta, kila kitu kitakuwa kinaleta faida. Kesho atakuja hapa, na mojawapo ya maeneo ambayo atafika kwa mheshimiwa mkuu wa mkoa. Akitoka atakuja hapa kwako kukusalimia kwa sababu wewe ni mwenyeji wake. Kwa ujumla wa yote namshukuru Mungu kwa ajili ya mkutano huu ambao mtumishi wa Mungu Pastor Ezekiel anakuja. So kwa mkutano kama hii imetusaidia sana vijana wetu kurudi mikononi mwa Mungu na kuendelea kuwa na maadili mema yenye kumpendeza Mungu na kupendeza taifa pia. Lakini nashukuru pia serikali kwamba mmeridhia, mmekubali kabisa, pamoja na kwamba tupo kwenye kipindi cha uchaguzi na kampeni, lakini mkaona ukaruhusu tu kwamba ni vizuri awepo hapa alete neno la Mungu. Kwa hilo tunaisikia kuwaombea sana kwa Mungu. Kama mnachofanya mnafanya kwa ajili ya Mungu. Mkuu wa wilaya ya Mbeya Mheshimiwa Solomon Itunda alikuwa na haya ya kusema. Nimefarijika sana kupokea ugeni huu, watumishi wa Mungu, baba askofu wa kanisa letu la Calvary Assemblies of God, msaidizi wa askofu, katibu wa jimbo, lakini kipekee kabisa mratibu wa New Life Prayers Center of Church, kanisa ambalo kiongozi wake anakuja kesho, mhubiri wa kimataifa Pastor Ezekiel, ambaye kanisa lake hili makao yake makuu yapo kule Mombasa, Kenya, Kilifi nafikiri. Kiongozi huyu kupitia kanisa lake hili la New Life Prayer Center of Church amekuwa baraka kubwa sana katika taifa letu.
tumepata taarifa kupitia mratibu, lakini sisi pia tumeshuhudia katika mkoa wetu wa Mbeya. Siku chache zilizopita alikuja kwenye shule yetu ya Mwanga, shule ya msingi, lakini pia kwenye hospitali yetu ya wilaya ya Igawilo. Ametoa misaada mbalimbali, lakini pia tumepata taarifa maeneo mengi kule Hanang, baada ya kupata ile changamoto ya maporomoko, kule Mwanza, kule Arusha, kule Dar es Salaam, Biafra. Si tu kiongozi anayewafundisha watu neno la Mungu, lakini yeye anaenda mbali zaidi. Anahubiri neno, lakini pia anayagusa maisha ya watu kwa mikono yake. Maana Biblia inasema kwenye kitabu cha Yakobo, dini safi ni ile ya kuangalia wagonjwa, wajane na yatima, kuyagusa maisha yao. Lakini pia Biblia inasema mwenye haki ataishi kwa imani, lakini imani bila matendo ni kazi bure. Kwa hiyo mimi naomba nitumie nafasi hii kumshukuru Mwenyezi Mungu, lakini kuwashukuru ninyi watumishi wa Mungu kwa baraka hii ambayo kwa kweli mmeileta katika ofisi yangu, katika wilaya yetu na katika mkoa wetu wa Mbeya. Kwa niaba ya wananchi wa jiji la Mbeya na wilaya ya Mbeya kwa ujumla, kwa sababu wilaya yetu hii ina halmashauri mbili, halmashauri ya jiji na Mbeya DC. Kwa niaba ya wananchi hawa naomba nitumie nafasi hii kuwashukuru sana, kuwakaribisha sana. Nafahamu mmekuja kwa ajili ya kuandaa mkutano wetu wa kiroho ambao unatarajiwa kufanyika tarehe 24 hadi tarehe 28 hapa jijini Mbeya. Lakini pia kesho kiongozi wetu huyu wa kiroho anatarajia kuja, Pastor Ezekiel, katika jiji letu la Mbeya kwa ajili ya kuangalia hatua za maandalizi. Kwa niaba ya serikali naomba niwathibitishie kwamba tutawapa ushirikiano wa kutosha kuanzia mwanzo, na nyinyi wenyewe mmekiri. Kwa hiyo ushirikiano mmeshauona. Sasa nawaahidi ushirikiano maradufu. Kwanza kesho tarehe 17 mwezi wa 9 wakati kiongozi wetu anakuja kuanzia airport mpaka kule uwanjani. Lakini pili, kuanzia tarehe 24 hadi tarehe 28. Kama ambavyo mmesema na mnajua kwamba mimi ndio mwenyekiti wa kamati ya usalama. Tutashirikiana kwa kila eneo. Askari wa kutosha wapo kwa ajili ya ulinzi, watu wa zimamoto wapo, madaktari wapo kwa ajili ya huduma ya kwanza, wapo pale. Niwape pia salamu za rais wetu mpendwa Daktari Samia Suluhu Hassan. Nyie ni mashahidi. Na tunaamini kabisa kwamba nchi yetu imeendelea kuwa tulivu kwa sababu ya maombi yenu. Ameendelea kuwaengage viongozi wa dini wakati wote. Kwa ninapozungumza na ninyi, naomba nifikishe salamu zake kwenu. Yupo pamoja na ninyi, anawategemea sana, hususan katika kipindi hiki tunachoelekea sasa kwenye uchaguzi mkuu wa wabunge, madiwani na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Mungu awabariki sana. Karibuni sana Mbeya. Yesu ninayemtumikia amekutoa kwa wheelchair, nenda ukaishi kwa jina la Yesu Kristo. Asante Yesu. Hodi Tanzania, hodi Mbeya. Mtumishi wa Mungu, mwinjilisti wa kimataifa Pastor Ezekiel wa New Life Prayer Center and Church kutoka nchini Kenya anawakaribisha kwenye mkutano mkubwa wa miujiza, ukombozi na nyota utakaofanyika chuo cha kilimo Uyole, Zambia Road, kituo maarufu kilimo jijini Mbeya nchini Tanzania, kuanzia tarehe 24 mpaka 28 mwezi wa 9. Muda ni kuanzia saa 2 asubuhi na kuendelea. Kwa maelezo zaidi piga simu nambari
0774781537 au 0689822510. Siku 5 za maajabu ya Yesu yasiyo na idadi. Watu wote wenye shida mbalimbali na wenye magonjwa wataombewa na kupona, na pia kutakuwa na maombi maalum ya kuliombea taifa la Tanzania. Usipange kukosa baraka hii.